Uchaguzi wa CCM wa mwaka 2027 ni fupa zito au ni fupa gumu au ni mtihani mzito kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa nini tunasema hivi? Kabla tujaenda kukupa undani wa jambo hili, hebu kwanza subscribe. Ukishamaliza kusubscribe kwa kubonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, bonyeza alama ya kengele. Utanishukuru baadaye, kwa sababu ukibonyeza hiyo alama ya kengele utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuwa unapata taarifa zetu pindi tunapoziweka katika chaneli hii. Sasa ni kwa nini tunakuambia kwamba uchaguzi wa CCM mwaka 2027 ni mtihani mzito kwa Rais Samia Suluhu Hassan? Twende sasa tukakujuze undani wa jambo hili. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Rais Samia Suluhu Hassan, anakabiliwa na kibarua kizito cha kukivusha chama salama katika uchaguzi wa ndani wa mwaka 2027, kikiwa kimoja kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Pia anahitaji kuwa na viongozi wa chama ambao watamsaidia kukiunganisha chama kuingia ngazi ya shina hadi taifa, ili kuweza kuhakikisha chama hicho cha ukombozi nchini, moja ya vyama vichache vya ukombozi vilivyosalia hapa barani Afrika. Katika uchaguzi huo, CCM nafasi zitakazoshindaniwa ni wenye viti wa mashina, wenye viti wa matawi, wenye viti wa kata, wenye viti wa wilaya, wenye viti wa mikoa, wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa alimaarufu kama NEC, lakini pamoja na wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa. Vilevile uchaguzi huo utafanyika kwenye jumuiya za chama kama vile jumuiya ya wazazi, umoja wa wanawake alimaarufu kama UWT, lakini umoja wa vijana wa CCM alimaarufu kama UVCCM. Tukirudi nyuma kidogo, mnamo Julai 29 mwaka 2026, halmashauri kuu ya CCM taifa iliyoketi kule visiwani Zanzibar ilipitisha ratiba ya miongozo ya maandalizi ya uchaguzi wa ndani wa chama na jumuiya zake utakaofanyika mwaka 2027, huku ikipitisha sera ya jinsia na ujumuishaji wa mwaka 2026 inayolenga kuongeza ushiriki wa makundi mbalimbali katika uongozi na maendeleo. Katibu wa NEC itikadi na uenezi na mafunzo ya CCM, Kenani Kiongozi, alisema kwamba uamuzi uliofikiwa katika halmashauri kuu ni kupitisha ratiba pamoja na miongozo ya uchaguzi wa ndani wa CCM na jumuiya zake utakaofanyika mwaka 2027. Kwa mujibu wa Kenani Kiongozi, maandalizi hayo yanalenga kuhakikisha kwamba uchaguzi unaofanyika kwa misingi ya kidemokrasia, uwazi na mshikamano, huku chama kikiendeleza utamaduni wake wa kuweza kusimamia uchaguzi wa ndani kwa amani. CCM kimekuwa kikifanya chaguzi zake kila baada ya miaka mitano, ambayo inapofanyika katika kipindi ambacho rais anakaribia kumaliza muda wake. Uchaguzi huo utawaliwa na makundi yanayopambana kuweza kujenga mtandao kwa ajili ya uchaguzi ulio mbele yao. Bila kuwa na udhibiti wa kiuongozi, makundi haya yanaweza kuathiri umoja ndani ya chama, hivyo kukidhoofisha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2030, jambo ambalo litateteresha nguvu ya chama hicho iliyozoeleka katika uchaguzi. Vilevile chama hicho kinahitaji aina ya viongozi ambao wanafahamu hisia za wananchi na matakwa yao, ili waweze kufanya wanachohitajika kwenye jamii na sio kufanya mambo ambayo yatawatenganisha na wananchi. Sasa kuna hiki jamba au kuna kuwepo na mambo ambayo yamekuwa yakiongelewa ya makundi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Wakili na mchambuzi wa siasa Dr.
Onesmo Kiauke amesema kwamba mazingira ya uchaguzi wa mwaka 2030 yanaweza kufanya uchaguzi wa ndani wa CCM kuwa na harakati nyingi mwaka 2027. Amesema kwamba uchaguzi mkuu unapokuwa na wagombea wapya huwa na shamla zaidi, kwa sababu hakuna rais aliyepo madarakani anayetetea nafasi yake. Nikinukuu kile ambacho ameweza kukisema Dr. Onesmo, amesema kwamba CCM ina mtihani wa kuweza kukabiliana na kudhibiti makundi yaliyojipanga kuweza kuunda timu kwenye uchaguzi mkuu. Hii ndiyo changamoto ambayo chama kinapaswa kusimamia kwa umakini. Mwisho wa kunukuu maneno ya Dr. Onesmo. Amesema kwamba kwa kawaida uchaguzi wa ndani wa chama hicho kikubwa huwa na mvuto kwa sababu nafasi zinazogombewa zinaweza kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na nguvu za kisiasa za baadaye. Lakini katika mazingira ambayo ameweza kusema kwamba hatima ya mgombea urais wa mwaka 2030 haijajulikana, viongozi watakaochaguliwa mwaka 2027 wanaweza kuonekana na baadhi ya makundi kama watu watakaokuwa sehemu ya safari ya kisiasa ya wagombea mbalimbali. Lakini Dr. Onesmo amebainisha kuwa tatizo jingine huwa ni rushwa ndani ya chama hicho, akisema kwamba wagombea na kampeni si tatizo lenyewe, bali ni matumizi ya rushwa katika mchakato huo wa kuweza kuwapata au kupata nafasi hizo. Nikinukuu hapa Dr. Onesmo alichoweza kukisema kwamba kingine kibaya ni rushwa. Kuwa na wagombea na kuwapigia kampeni sio tatizo. Tatizo ni matumizi ya rushwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mtihani wa CCM hautakuwa tu kuweza kupata viongozi wengi, bali ni kuweza kupata viongozi ambao mchakato wa kuwapata hautaacha majeraha makubwa ndani ya chama. Amesema hivyo wakili huyo Dr. Onesmo. Lakini Dr. Onesmo amesema kwamba au anapendekeza CCM kuongeza nafasi ya wanachama kuweza kushiriki katika siasa za ndani ya chama hicho. Amesema kwamba chama kikiimarisha demokrasia kwa kuwapa watu nafasi za kuweza kugombea na kujitangaza kwa muda unaofaa na kwa nafasi wanazozitaka itasaidia. Kikubwa cha kuweza kukibeba, CCM wangeweka demokrasia ya kutosha kwa watu kuweza kugombea na kujitangaza muda wote kwa nafasi wanazotaka, na waimarishe sana demokrasia ya ndani ya chama, kwani uchaguzi ujao unaweza kuwa na harakati nyingi. Mwisho wa kumnukuu kile ambacho ameweza kukisema Dr. Onesmo, ambaye huyu ni wakili. Sasa kwa chama kinachotaka kushinda uraisi au kushika nafasi dola kwa mwaka 2030, anasema kwamba uhalali wa viongozi wake haupaswi kuishia kwenye kutangazwa kwa matokeo. Unapaswa pia kujengwa kwenye namna ya mchakato ulivyofanyika, namna waliopoteza walivyokubali matokeo, na namna chama kitakavyowarudisha wote kwenye mstari mmoja baada ya uchaguzi. Amesema kwamba hili ni muhimu kwa sababu uchaguzi wa ndani unaweza kuzalisha mshindi, lakini pia unaweza kuacha kundi la walioshindwa lenye nguvu. Ikiwa tofauti hizo hazitoshughulikiwa, zinaweza kuathiri uchaguzi wa baadaye. Mwanazuoni huyo amesema kwamba msingi mwingine wa mtihani huo ni uwezo wa viongozi wapya kuunganisha chama kuanzia ngazi ya chini. Sasa tunasikiaga kwamba kuna viongozi wenye aiba. Ni viongozi gani hao? Aliyekuwa katibu mwenezi wa CCM Zanzibar, Catherine Nao, amesema kwamba
Uchaguzi wa CCM wa mwaka 2027 ni muhimu kwa sababu chama kinahitaji viongozi wenye haiba itakayorejesha matamanio ya umma wa Watanzania kuendana na nguvu ya upinzani iliyopo ili kuweza kusaidia kupata ushindi katika chaguzi zijazo. Sasa nikinukuu hapa maneno ya Bi Catherine, amesema kwamba ili tuweze kuvuka mwaka 2030 tunataka viongozi wenye ofu, maana yake wawe waadilifu, wanaokataa rushwa kwa vitendo, sio kwa maneno. Hayo sio maneno yangu, ni maneno ya Bi Catherine ambaye alikuwa ni katibu mwenezi wa CCM Zanzibar. Lakini anafafanua kuwa kuna viongozi wanaokataa rushwa kwa maneno, akitolea mfano mzee Philip Mangula kuwa aliwahi kugombea uongozi wa CCM mkoa wa Iringa, akafanya kampeni zake bila kutoa fedha. Hata alipoombwa na makada ili wampigie kampeni, japo hakushinda katika kinyang'anyiro hicho, alisema hiyo ilimpa heshima kubwa Bwana Philip Mangula. Bwana Philip Mangula aliweza kukataa kutoa rushwa. Lakini Catherine hapa anaendelea kusema kwamba tunataka viongozi watakaoweza kuunganisha watu, wanaoweza kukaa na Chadema, kafu na ACT Wazalendo na kuzungumza na kunywa nao pamoja. Kuunganisha watu ni kipaji, wengine wanapenda kufarakanisha watu. Mwisho wa kunukuu maneno ya Bi Catherine. Lakini kada huyo wa Chama cha Mapinduzi anasisitiza kuwa ili kuweza kuteka matarajio ya kizazi cha sasa, chama hicho kinahitaji viongozi wanaosema ukweli, wasiogopa kusema ukweli na kusimamia ukweli ili chama kiaminike kwa jamii. Nikimnukuu tena hapa, amesema kwamba nyeupe waseme ni nyeupe, bluu waseme ni bluu. Sio mtu anayesema hii ni dark blue asema ukweli kwamba ni nyeusi au bluu. Hao ndio wataweza kukivusha chama chetu, amesema kiongozi huyo wa zamani ambaye alikuwa ni katibu wa Chama cha Mapinduzi visiwani Zanzibar. Lakini mchambuzi wa siasa Hamdun Marcel amesema kwamba changamoto kubwa kwa CCM katika uchaguzi huo ni kuhakikisha inapata viongozi wanaokubalika na umma badala ya kuweza kutengeneza mazoea yaliyokuwepo katika vipindi vilivyopita. Amesema kwamba chama kinapaswa kukubali kuwa siasa za sasa zinabadilika na hivyo viongozi watakaopatikana wanapaswa kuwa na uwezo wa kuweza kukabiliana na mazingira mapya. Nikinukuu hapa maneno ya mchambuzi huyu Bwana Hamdan, amesema kwamba uchaguzi huo una umuhimu mkubwa sana katika siasa za CCM na nchi. Lazima wapatikane viongozi wenye kuitakia nia njema CCM na nchi. Kuna watu wamo ndani ya chama hawana nia njema. Lazima wapatikane viongozi wanaoweza kuendana na hali ya sasa ya kisiasa. Mwisho wa kunukuu maneno ya Bwana Hamdan. Lakini Bwana Hamdan amesema kwamba tatizo sio ukubwa wa CCM bali ni namna chama hicho kinavyotumia ukubwa huo kuunda safu mpya ya viongozi wenye uzoefu wa kuendana na jamii inayobadilika. Bwana Hamdan amesema kuwa CCM kutokana na ukubwa na uzoefu wake imekusanya watu wa aina nyingi, na sasa inapaswa kuhakikisha kwamba uchaguzi huo unazalisha viongozi wazalendo wanaokubalika na wananchi na wanaoweza kubeba uzito wa chama.
Nikinukuu kile ambacho ameweza kukisema Bwana Hamdan, amesema kwamba ili kuvuka mtihani ujao kwa usalama, lazima chama kije na viongozi wataobeba uzito wa ukongwe wa chama hicho, nguvu ya chama, na watakaokubalika na jamii, na wawe na uwezo wa kuweza kuhimili ushindani, si kuuchukia. Mwisho wa kunukuu. Lakini kwa chama kinachotawala, amesema kwamba ushindani wa kisiasa hauwezi kushindwa kwa kuhesabu idadi ya wananchi pekee. Unahitaji viongozi wanaoweza kusoma hisia za wananchi, kuelewa hoja za wapinzani na kujibu changamoto zinazotokea ndani na nje ya chama. CCM ina zaidi ya wanachama milioni 12, lakini idadi hiyo inaweza kuwa ni mtaji wa kisiasa ikiwa viongozi wake wataigeuza kuwa nguvu ya kisiasa inayofanya kazi kuanzia chini kabisa. Lakini mchambuzi wa siasa na utawala bora Profesa Benson Bana anaona kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2030 utakuwa na mazingira mapya kwa sababu wapiga kura watakaoshiriki watakuwa na matarajio tofauti. Kwa nini nikasema hivyo? Sasa ngoja nikusogezee kipande ambacho nimekinukuu katika kile ambacho amekisema yeye, kwamba mpaka sasa sijaona matarajio ya vijana kama matamanio yao yamejibiwa. Pia mtanziko wa kisiasa uliopo lazima utakuwa na nguvu yake kwenye uchaguzi huo. Katiba ijayo kama itapatikana mapema, hatujui itaweka mifumo gani. Mwisho wa kunukuu. Lakini kauli hii inaweka mbele swali ambalo CCM italazimika kulijibu kuweza kupitia uchaguzi wa ndani wa mwaka 2027 kuhusu namna ya viongozi wake watakuwa na uwezo gani wa kuweza kuelewa kizazi kipya cha wapiga kura vijana. Hili si swala la umri pekee, bali ni swala la namna chama kinavyowasiliana na vijana, namna kinavyowapa nafasi ndani ya chama, na namna kinavyojibu maswali yao kuhusu ajira, uchumi, uwajibikaji, demokrasia na mustakabali wa nchi hii. Sasa hapa Profesa Benson anatuambia kwamba kwa ujumla uchaguzi huu unakuja kipindi muhimu, kwani upinzani nao utakuwa na nguvu katika uchaguzi huo kutokana na pande zote kuwa na wagombea wapya. Tutake tusitake, uchaguzi ujao utakuwa wenye ushindani mkubwa. Amesema hivyo Profesa Benson Bana. Sasa baada ya kuwa tumekusogezea kile ambacho tulitaka uweze kukijua na umeweza kukisikia, ni kwa nini tulikuambia kwamba katika uchaguzi wa ndani ya Chama cha Mapinduzi wa Chama cha Mapinduzi alimaarufu kama CCM wa mwaka 2027, Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa na mtihani mzito wa kuweza kufanya. Sasa nadhani baada ya kusikiliza kwa umakini zaidi umeweza kugundua ni kwa nini tulikuambia kwamba katika uchaguzi huo mtihani mzito utakuwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan, au Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa na fupa ambalo ni gumu la kuweza kulitatua au kulivunja. Sasa tukusogezee baadhi ya maoni ya wadau hapa, alafu baada ya hapo tutakuruhusu wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Lakini kabla hujaweza kutupa komenti yako, ingependeza zaidi ungebonyeza hilo neno subscribe, ukashare video hii, ukalike na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa utakayokuwa unapokea taarifa zetu pindi tunapoziweka katika chaneli hii. Tukianza na huyu mtu wa kwanza anaitwa Naftali. Naftali anasema kwamba sidhani kama tutafika kwa hali ya viongozi tulionao. Watanzania
tuamke. Huyo ni Naftali. Lakini tukija kwa Karen yeye anasema kwamba hiyo ilikuwa imeshapangwa kitambo. Hiyo ilikuwa imeshapangwa tu kitambo tu. Mimi huyu akasema kwamba yeye anawasilisha. Sasa sijui anawasilisha nini, lakini Elias akaja kutuambia kwamba uchaguzi au uchafuzi, yeye anauliza kwamba huo uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi wa 2027 utakuwa ni uchaguzi au ni uchafuzi. Lakini tukija kwa mwingine hapa, huyu ni Omari akasema kwamba yaani nchi hii ndio maana haina maendeleo. Kila wakati tunawaza uchaguzi tu. Sasa kuna kiongozi atawaza maendeleo ya nchi kweli? Hapo eti mwaka 2027 kuna uchaguzi, mwaka 2029 kuna uchaguzi, mwaka 2030 kuna uchaguzi pia. Uchaguzi hayo wafanye uchaguzi, wafanye maendeleo, yatafanyika kweli? Huyo ni Omari akawa ameuliza swali hilo kwamba kwa mambo ya uchaguzi haya yanayofanyika hapa nchini Tanzania, kweli taifa hili litawaza maendeleo? Mimi sina jibu la kumpa, lakini twende kwa mtu mwingine anaitwa Ezekiel. Anasema kwamba mnakalia kuwaza uchaguzi wa mwaka 2030 badala ya kuwaza maendeleo. Huyo naye Ezekiel akawauliza kwamba nyie CCM mnakalia kuwaza uchaguzi wa mwaka 2030 badala ya kuwaza maendeleo. Sasa sisi tunaishia hapa, tukuachie wewe sasa nafasi ya kuweza kutuambia kwamba ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine. Asanteni sana kwa kuwa nami, tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.